Bana, nimeona performance bora ya Clatous Chota Chama, moja kati ya wachezaji ambao tunasema ni super sub. Ameingia dakika za kipindi cha pili kama dakika 50 na kitu hivi Chama Clatous, na vile vile ameweza kuonesha mabadiliko kati ya wale wanacheza na yeye. Tukusilia mafanikio ya Clatous Chama kukifanya alichokifanya kwenye muendelezo. Unapomzungumzia Chama, sijui kama ni niseme kama maji. Sio? Ukiachia kwenye chungu utayakuta, ukatumia kwenye chupa chai utayakuta, ukiachia kwenye moto ya moto pia utayakuta. Kwa hiyo Chama ni mchezaji ambaye kwa nchi hii yeye ameonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani, ni mchezaji mkubwa na bora. Kwa sababu Chama ni senior, sio? Wazungu wanaita kwamba wanaita kwa jina hili wazungu wanatumia legendary, sio wa nchi hiyo, sio klabu, hapana, wa nchi. Amechezea Simba, amechezea Yanga, amechezea Singida. Kwa hiyo Chama tunabaki kwa Chama kwenye nchi yetu na kwenye klabu yetu ya Simba. Kwa hiyo nimpongeze kwa performance yake bora jana, na mimi pia alisema kwamba nimerudi Simba kwa ajili ya kucheza mpira. Yale mawazo sijui watu wananisumbua kichwani, sasa ya mawazo taje, sasa ya mawazo yawe muisha. Kwa hiyo mimi namuombea dua aendelee kubaki na ubora wake ule ule. Mechi ya Jumatano na mechi ya tarehe 3 kwenye uwanja wa Samuyo. Bwana, moja kati ya tukio ambalo hadi sasa hivi sijalipatia maana yake, uwepo wa makocha wasaidizi wa klabu ya Yanga Mwalimu sambamba na bwana Mabedi bana, walikuwa pale jukwani wakishuhudia nusu finali ya pili ambayo alikuwa anacheza Simba hapo siku jana. Baada ya kupatikana bao, tunaona kama sura zao zilibadilika. Ile ina tafsiri gani? Hata juzi mechi ya Yanga na Azam, Singida pia alikuwa uwanjani kuangalia mechi. Kocha wote anaamini kwamba timu bora iko uwanjani akwenda kuangalia mpira. Kwa hiyo kwa jana leo imekuwa tofauti kidogo. Baada ya goli la tatu nafikiri la tatu au la pili, sisi wakaanza kunong'onezana. Bwana hawa ndio wale ambao tunawafikiria, bado wao wewe kama kocha msaidizi, mimi pia msaidizi. Je, akasema ngoja tuone baada ya leo kuna siku ya kesho ambayo ni leo Jumatatu na Jumanne. Wenyewe kule utakaa kwenye uwanja wao wa mazoezi kwa kustari Simba tena kwenye TV. Nafikiri wana kazi kubwa, kufunga Simba tarehe 29, kufunga Simba tarehe 3. Lakini sababu wao wenzetu kidogo, wewe tuseme ukweli, wenzetu kidogo mpira na mambo mengine wao wanaenda nao sambamba. Mambo gani? Wanaamini wao kwamba mpira bila mambo ya nje ya mpira hawawezi kushinda kwenye pitch. Kwa hiyo tunawaambia wajiandae wote, wajiandae nje ya uwanja, Kambi yao pale Simba Sports Club tayari ishaanza kung'oka. Kwa hiyo wajiandae na matokeo wale ambao wao wafikiria siku Simba ndio ile. Simba sasa hivi imebadilika. Pia wanacheza viongozi sio wale ambao wao kasi wafikiria. Kwa hiyo tunaambia wenzetu upande wa pili, mechi ipo tarehe 29, wajiandae. Wasianze na matokeo uwanjani. Ila kama tatumia mfumo ule, si ndio? Wanashinda lakini kwa maarifa sio. Wanashinda lakini kwa maarifa sio. Labda mechi kama wanakushinda kwa njia hiyo. Lakini niwaambie kama mambo yao watayaacha kwenda uwanjani, mechi itakuwa ngumu. Mechi ni ngumu, sababu naamini Yanga sasa ni mbovu kivile. Lakini ubovu wa Yanga wao ndio baadhi ya viongozi ndio wanafanya Yanga iseme vibaya. Lakini mtu hapa Kombe ni timu bora, Igijala ni mzuri, shemeji yangu Baka ni mzuri, lakini watu wa Yanga ndio wanafanya wao ovyo kwa ligi yetu. Kwa hiyo waombe viongozi wa Yanga waache mambo yao. Haya ambayo yanasemekanika sio masiara. Haya kisha kusemwa na aliyekuwa rais wa nchi yetu. Akasema mnashinda lakini kwa maarifa sio. Miaka hiyo 10 miaka iliyopita. Kwa hiyo naamini mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa bora. Kwa hiyo mimi nafikiri Mungu atajalia afya na uwezo kati ya kesho au Alhamisi asubuhi itakuwa Zanzibar. Yes. Bwana, pengine kwa kumalizia, tukitoka pale Unguja tunakuja Meja Jenerali Samuyo. Unaona Simba ikienda kutoa ubingwa sambamba na kuchukua pointi 3
Hapana, kwanza tuna mechi tarehe 29. Mechi ya tarehe 3 taizungumza baada ya mechi kuisha. Sio mechi tarehe 3, maandalizi yake yataanza baada ya mechi tarehe 29. Kwa hiyo usiwe na hofu ndugu yangu, usiwe na haraka, kuwa na subira. Sio kuwa na subira, maandalizi sisi kama wana Simba tutaandaa. Ila kwa sasa hivi hatuwezi kuingia sasa hivi. Tusubiri kwa mechi ya Mapinduzi, mechi ya Muungano Zanzibar, subiri mechi iishe. Lakini bado niendelee kusema kwamba mashindano mazuri, lakini bado nawaomba kama nilivyowahi kusema juzi kwamba shirikisho la mpira Zanzibar na bara wakaa tafakari kuendea hii michuano, waiboresha hii michuano sababu ni mizuri lakini imekosa nguvu baadhi ya timu. Kwa hiyo bado niendelee kuwaomba msimu ujao au msimu ijao mbeleni basi waone jinsi gani kuendea hii michuano ili bora zaidi. Angalau tuwe na wiki 2 au 3 ya hii michuano. Tuone burudani. Sababu ukiangalia mpira mtamu unakuja afu ligi mechi inakuwa mwishoni. Kwa hiyo niendelee kuomba TFF na chama cha mpira cha Zanzibar waendelee kuumiza kichwa ili kuendelea kutoa michuano bora zaidi na zaidi.